Video ya dakika 12 iko mbele. Waraka kwa watumishi wa Mungu wote wenye wito wa Mungu. Ni mimi Apostle Mikaeli Monga. Nimeweza kukuletea ujumbe ambao Mungu amenipa na uzoefu wa miaka 15 ya huduma kama mtumishi wa Mungu katika makanisa mbalimbali, na mpaka sasa nimekuwa na miaka 15 ya huduma nikiwa kama mchungaji. Kwa yoyote mwenye wito, itakulazimu ufungue video hii ya dakika 12 ili uweze kupata mwelekeo wa huduma na uweze kupata nguvu ya kuendelea na wito. Mungu akubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi mwanamke aolewagi na yoyote ule. Akiolewa hakikisha ameolewa na mtu mwenye neema ya nani? Ya Mungu, ataelewa mambo ya Mungu. Wewe unaolewa na fundi ujenzi ambaye atuachane na fundi ujenzi. Wafundi ujenzi wengine wanauelewa. Bwana asifiwe sana. Lakini wapo ambao hawana uelewa. Bwana asifiwe sana. Wapo wenye uelewa. Wapo wenye uelewa. Haleluya. Kama unaolewa na jamaa ambalo hata mlango wa kanisa halijui. Jamaa mlango wa kanisa alifanyaje? Halijui. Eti ndio Mungu amekuita. Na wito unawaka ndani mwako. Maono unayaona kama maji. Haleluya. Maombi tu natiririka kama mvua. Ndio sasa unataka umtumikie Mungu na mafuta yamejaa kweli, unasikia kabisa Mungu ameyajaza ndani yako. Anakuambia sitaki nikuone kanisani. Hebu ni kati ya mawili, kwenda kanisani ama talaka nikuandikie. Unaangalia ndoa, unaangalia huduma. Wengi huduma zimekufa ndani mwao kwa sababu ya kukosea kuolewa. Haleluya. Haleluya. Kitu cha pili, wito ukiwa ndani yako utakuwa na shauku. Sema shauku. Cha kwanza utatengwa. Kitu cha pili, shauku. Ndani yako yamkini hujawahi hata kuhubiri, ila ndani yako unajisikia shauku ya kuhubiri. Unajisikia shauku ya kufanyaje? Ya kuhubiri. Unajisikia shauku, yaani ukiona mhubiri unasikia angekuwa mimi ndo nasimama pale. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kunakuwa shauku ya kuimba. Na zaidi ya yote hapo ndipo unaona mtu anakuwa hata nyimbo zake anasikia nyimbo za gospel tu. Ghafla unakuta mtu anabadilika. Alikuwa anasikia hizo nyimbo za bongo flavor, ghafla anaanza kusikia nyimbo za nini? Za gospel. Asubuhi unasikia nyimbo za gospel, kwenye simu yake nyimbo za gospel. Na juzi tu ulimwona alikuwa ni mtu wa ajabu ajabu. Kuna shauku imeanza kuingia ndani yake. Haleluya. Kuna shauku imeshaanza kuingia ndani yake. Wakati mwingine huyo mtu anakuwa anatamani kufanya kitu lakini hawezi. Na hapo ndipo mtu anatakiwa mpate baba wa kiroho. Mtu muda gani sahihi wa kumpata baba wa kiroho? Muda sahihi wa kumpata baba wa kiroho ni wakati una shauku ya kufanya kitu na ujue uanzie wapi. Haleluya. Huo ndio muda sahihi. Maana shauku hiyo ikipotea na wito umefanyaje? Maana shetani hupambana na shauku iliyomo ndani yako ambayo inakusukuma kufanya kitu. Kwa inabidi umpate mtu atakaye kuelekeza, atakaye kufundisha, atakaye tafsiri kilichomo ndani mwako, utaenenda namna gani kwa hicho ulicho nacho. Haleluya. Hapo ndipo wengi wito unapotea hapo. Na ndo wakati huduma inatakiwa izaliwe ndani ya mtu. Ni wakati huu ambapo una shauku. Maana sisi ambao tunamtumikia Mungu, kilichotufanya tukubali kuacha vyote, tuamue kusimama na Kristo ni shauku. Sema shauku. Mimi hapa ni fundi umeme kabisa mzuri, fundi TANESCO kabisa. Mzuri kabisa sana, mzuri sana. Lakini nilipoitwa, Mungu alihakikisha niache kwanza hiyo kazi. Hauwezi kuwa na mabwana wawili. Haleluya. La sivyo utamkana moja na utamkubali mwingine. Ndio maana kila aliyeitwa na Mungu, Mungu alimwambia kwanza acha. Mungu anataka kupate full time. Na anapokupata full time, kuna wakati si niliwaambia kwamba nilikuwa nateseka jamani. Si niliwaambia kama nilikuwa na nguo mbili. Haleluya. Leo hii watu wengi
wakiniangalia mitandaoni, huyu jamaa ameshakuwa parefu. Parefu wapi? Siko parefu, niko parefu ndani ya Kristo. Niko parefu ndani ya damu ya nani? Ndani ya damu ya Yesu. Watu wengi huona tu matokeo ya mtu, lakini hawajua alikotoka. Mtu anaisha tu kuniona mtandaoni, lakini hajui jamaa amesota kwa kiwango gani. Kiwango cha mateso unachoteseka ndani ya Bwana ndio kiwango cha utukufu. Haleluya. Kiwango cha mateso unaoteseka katika Bwana ndio kiwango cha utukufu. Hauwezi eti kwamba unaenda kwenye utukufu mkubwa eti ulienjoy ukala bata kanisani, ukala bata kwenye huduma. Hakuna kitu kama hicho. Hauwezi kula bata kwenye huduma eti uwe na mtukufu. Nani kafanya hivyo? Yesu tu. Yesu alivuliwa mpaka uchi ili aweze kukielimiwa jina lile lipitalo majina yote ulimwenguni. Yaani awe mfalme wa wafalme, ilibidi mpaka avuliwe uchi, apigwe, atundikwe msalabani. Mwisho wake ndio utukufu unaonekana. Ndivyo tulivyo watu wa Mungu. Unapomfuata Kristo, jua kwamba kuna njia ambayo inabidi utembelee. Kuna kanjia ambako kanjia kakusonga, inabidi ukatembelee kale kanjia. Utakosa losheni. Ako kanjia utakosa wigi. Ako kanjia utakosa wakati mwingine unaonekana kama akili zimetoka kichwani. Haleluya. Lakini mwisho wake utang'aa kama dhahabu. Na nikupe siri. Itafikia hatua mtu kukusalimia hivi atakuwa nahisi kama amemwona Mungu. Hamwamini tu. Yaani itafikia hatua mtu kukusalimia tu, kushika mkono wako hivi, ye kwake ataona kana kwamba amemwona Mungu. Mtumikieni Mungu. Itafikia hatua, tunaelewa? Itafikia nini? Hatua Mungu akikupaka mafuta kwenye utukufu wake. Yaani mtu kuonana na wewe hivi kukuona hivi, hata kama hujamwombea anapona. Yaani unajua Mungu akikupaka mafuta unakuwa mtu fulani hivi. Siji tunaelewana? Unakuwa mtu fulani hivi ambaye si kiumbe tena cha kawaida. Tunaelewana? Si kiumbe tena cha nini? Unakuwa kama Mungu. Kwa hiyo wakati huo hauhitaji kumwekea mtu mkono kichwani pona. Yaani tu akikuona hivi, kukuona tu amepona. Utukufu wa Mungu uwaga ukikufunika unaanza kuonekana kama Mungu. Na ndio maana kati ya vitu ambavyo Mungu waga anapambana kwa mtumishi wake ni kumpa roho ya unyenyekevu, ili atakapokubariki utukufu mpe yeye na usiwe wako. Kitakacho kuchelewesha kuinuka ni kiburi. Na ndio maana Mungu asipokiondoa kiburi ndani mwako, hajakupandisha mpaka akiondoe chote. Maana anajua utukufu katika namna nyingine Mungu anachukua vazi lake anakuvisha wewe. Unakuwa unaonekana kama nani? Kama Mungu. Hebu tasema mtume na kueje. Shetani alipovishwa utukufu wa Mungu, alitaka nini? Alitaka abudiwe. Alipovishwa utukufu wa Mungu alitaka fanyeje? Aabudiwe. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anakufanya wewe unakuwa kama Mungu. Yaani mtu akikuona hivi, kukuona tu, unakuta wengine wanazimia. Tunaelewana? Kukuona tu hivi anakuona anazimia. Akinyanyuliwa kansa imeondoka. Utukufu wa Mungu. Hauna haja ya kulalamika, mapepo mtoke, hamna. Yaani presence yako tu mapepo wanaachia. Wenyewe wanaanza kuondoka. Wenyewe tu hujaongea chochote. Wenyewe tu wanaanza kuondoka. Inaitwa utukufu wa Mungu. Lakini huo utukufu mwanangu, huo utukufu haupatikani kwa kula bata. Haupatikani kwa kila siku unalala kwenye godoro. Haupatikani kila siku maziwa na bugia. Haupatikani kila siku unataka upendeze. Kuna wakati unaona huna kitu, lakini kwa sababu tu umeitwa unasimama na wokovu. Kuna wakati huna hela kabisa, Mimi ni mwanga wa hilo. Haleluya. Na ndio maana nawaambia, hata kama wana wa Israeli walikuwa jangwani, hakuna siku walilala njaa. Na ndio maana unapomtumikia Mungu, hata kuaibisha kwa kiwango mpaka ufe na njaa, watu wa kuzalau, Mungu atakulisha kimuujiza. Mungu anajua kulisha watu wake. Na niko kwenye kipengele cha shauku. Sema shauku. Wewe ambaye moyo wako unawaka kumtumikia Mungu, unawaka, unatamani kuimba, unatamani kuhubiri, unatamani kufanya hicho kitu, ndio wakati wa kuwa karibu na Baba wa kiroho, na usiwe mzito kumfungukia unachokisikia.
Haleluya. Kama unasikia kuhubiri mikutano, kwa sababu najisikia kwa jukwani kuhubiri, yeye anajua ili ufikie jukwani uanzie wapi. Haleluya. Ndio maana wakati huo usiwe mtu wa kujificha kwamba mimi funguka. Haleluya. Utukufu wa Mungu, utukufu wa Mungu. Mungu siku akikufunika na utukufu wake, sema pesa itakuwa kama majani kwako. Mataifa wataleta utajiri ambao unajua nikwambie, kuna wakati tafikia mtu analeta milioni 20 bado anahisi hofu kuileta. Yaani anaileta kuliko useme mwanangu barikiwa, yeye ndo anasema asante baba kupokea. Yaani kupokea hizo pesa yeye kwake anaona ni fursa. Haleluya. Kuzipokea tu anaona ni nini? Ni fursa. Unakuta kuna watu wanapangana sijui 10, 20, wote wanataka wakufikishia sadaka zao. Itafikia hatua watu sinawaambia toa, hawatoi. Kuna wakati itafikia watu watakutafuta kwa jasho kuliko wanavyozitafuta pesa. Nisikilize kwa makini. Watu watakutafuta kwa jasho kuliko wanazozitafuta pesa kukupata wewe. Na wanakutafuta kwa sababu gani? Si kwa akwambie kwamba uniombee. Anataka tu afikishe sadaka yake kwako. Anataka tu siku moja lile gari lake akupe ulitembelee wewe, liwe la kwako. Si kwa hiyo kulipeleka gari anaona kama ni bahati, yani wewe kulipokea gari lake na ulitembelee. Leo si tunatafuta, unakuta mtu hayuko kanisani kwa sababu eti anafanya kazi fulani, eti kwamba yuko kwa sababu kuna wakati hivyo vitu Mungu ataviweka chini ya miguu yako. Kuna mtu amenipata vizuri? Kwa ndio maana kati ya kitu cha thamani, sema cha thamani, kati ya kitu cha thamani katika maisha ya mwanadamu ni wito wa Mungu. Ikiwa una wito, umependelewa na Mungu. Sio kila mtu mwenye wito. Ukiona na wito, umependelewa na Mungu, ina maana Mungu kakupenda zaidi, kwa sababu amekupa utajiri ambao si wa kutumikia dunia. Katika namna nyingine, wito ni ishara ya ufalme wa ufalme. Sema ufalme. Ni ishara ya ufalme, kwa sababu mtumishi wa Mungu anaheshima kuliko hata rais wa nchi. Haleluya. Haya, rais wa nchi anaongoza watu, si ndio hivyo? Lakini mtumishi wa Mungu anaongoza ni imani na roho ya watu. Unafikiri ni jambo la mchezo? Kwa sababu hata rais mwenyewe sana imani, sana kiongozi wake wa imani. Ina maana anamtia mtii, anamsikiliza msikilize. Kwa hiyo mtu anayeongoza imani ya mtu na roho ya mtu, huyo ni mkubwa kuliko anayekuongoza kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kuna mtu anaipata vizuri. Sema nataka wito. Sema na utaka wito. Sema na utaka wito. Sema na utaka wito. Kwa hiyo wito ukiwa nao umependa